Ndipo akaniambia, ndipo Bwana Mungu akamwambia huyo Ezekieli, mwanadamu, inua macho yako sasa. Inua macho yako wewe sasa, uangalie upande wa kaskazini. Angalia upande wa kaskazini. Basi nikainua macho yangu. Kisha Ezekieli akainua macho yake akaangalia kaskazini. Kaangalia upande wa kaskazini. Kisha natazama, upande wa kaskazini wa mlango ilikuwako sanamu ile ya wivu. Ilikuwako sanamu ile ya wivu mahali pale pa kuingilia. Sawa. Akaniambia ya kwamba, mwanadamu, je, unaona wanayoyafanya? Unaona hayo mambo ambayo jamii inafanya? Yaani haya machukizo makubwa wanayafanya nyumba ya Israeli hapa. Hilo ni baadhi ya makanisa nyumba ya Israeli wanafanya. Endelea. Hata niende zangu mahali patakatifu ya kwamba pangu, lakini hutaona tena machukizo makubwa mengine. Sawa. Akanileta hata mlango wa ua. Akaleta hata mlango wa ua. Nami nilipoangalia, tazama, nini? Pana tundu katika ukuta. Pana tundu katika ukuta. Ndipo akaniambia ya kwamba, mwanadamu, toboa sasa katika ukuta. Toboa sasa katika ukuta. Nami nilipotoboa, akafanyaje? Tazama, pana mlango. Basi nataka tutoboe ukuta huu ili tuangalie ni kipi ambacho Mungu anakusudia. Tumesoma malaika wa kwanza kazi yake katika Ufunuo 14 mstari wa 8. Pia tunaambiwa katika Ufunuo 18 mstari wa 2, malaika wa 4 anapatikana Revelation 14, ambapo anatia nguvu katika ujumbe wa malaika ule wangapi? Wa pili. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka Babeli, ule mkuu, umekuwa maskani ya mashetani na ngome ya kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu mwenye kuchukiza. Kwa kuwa mataifa yote wamekunywa mvinyo ya ghadhabu. Mvinyo ni mafundisho ya uongo. Mvinyo ya ghadhabu ya sharati wake. Washarati ni kwenda kinyume na Mungu. Na wafalme wa nchi wamezini na yeye. Hawa ni president, ndio wanafanya machukizo ama zinaa na huyo mwanamke. Na mataifa na wafanyabiashara wa nchi wamepata mali kwa nguvu za kiburi chake. Alafu kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu. Kwa hivyo hatufai kukaa huko, tunafaa tutoke. Wapi? Tutakuelekeza saa hizi tujue ni wapi tunaambiwa tutoke ili tusipate mapigo. Sasa katika Ufunuo sura ya 17, hapa ndio somo letu liko. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vitasa 7, akasema nami, akasema, njoo huko nami nitakuonyesha hukumu ya yule mwanamke kahaba ambaye aketie juu ya maji mengi. Akaja mmoja wa malaika 7. Hawa malaika 7 watakuja kufanya kazi yao baada ya ujumbe huu. Wanamwaga mapigo katika dunia hii. Kama utakatana neno la Mungu, malaika wa kwanza atamwaga. Atakapomwaga, yale atakayotokea ni kwamba watu watakuwa na majipu kila mahali, kila sehemu. Ukienda kutibiwa kwa daktari pia anaumwa na majipu kama alikuwa amemkataa Mungu. Na hao ni watu ambao wamemkataa Kristo, sio kila mtu. Watu tu wakitakao kuwa wamemkataa Kristo ndio watapatikana majibu hayo. Kwa hivyo mmoja wapo haya malaika 7 akaja ili aweze kumwelekeza nabii Yohana. Akamuonyesha ya kwamba wewe njoo huku ni kuonyeshe hukumu ya yule mwanamke kahaba. Yule mwanamke kahaba. Yule mwanamke kahaba aketie juu ya maji mengi. Mwanamke kahaba. Hapa kuna mwanamke ana kikombe, amekalia mnyama. Na huyu mwanamke tujachora sisi wenyewe. Hii vitu kwa Biblia. Sikiliza Ufunuo 17, enda mstari ni ule wangapi? Wa 4. Anasemaje? Inasema hivi, mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Amevaa zambarau nguo zake, mavazi yake zambarau, maana yake utajiri. Rangi ya zambarau inamaanisha utajiri. Na nyekundu maana yake ni dhambi. Yaani mwanamke ambaye ako na dhambi. Endelea. Amepambwa kwa dhahabu. Amepambwa
kwa dhahabu na kito cha thamani na vito vya thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Hiki kikombe ni cha dhahabu mkononi mwake, kilichojawa na machukizo. Hiki kikombe hakina uji wala chai, kimejaa machukizo, yani abomination, halafu na machafu ya uasherati wake. Huyu mwanamke anafanya uasherati, anaweka kwenye kikombe, ananywesha mataifa. Endelea. Na katika kipaji cha uso wake, kipaji cha uso wa huyu mwanamke alikuwa na jina limeandikwa la siri. Ako na jina la siri ambalo wewe hulijui. Nataka maana ni la siri. Hiyo siri ina watu wachache. Endelea. Inasema hivi, Babeli mkuu, mama wa makahaba, na machukizo ya nchi, Endelea. Inaendelea ikisema hivi, nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu. Kumbe ni mwanamke ambaye tayari amelewa kwa damu ya watakatifu. Yani kuna kipindi amewaua watakatifu, na hata huenda leo anaua watu wa Mungu. Hebu tuweze kuangalia jambo hili kama ni kweli. Hapo tumesoma. Sasa nataka tuangalie, hebu mstari wa pili. Akasemaje mstari wa pili? Inasema hivi, ambayo wafalme wa nchi. Naanza mstari wa kwanza tuangalie. Akaja mmoja wa wale malaika 7, kisha wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, ya kwamba njoo huku nikuonyeshe hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi, ambayo wafalme wa nchi wamezini naye, na hao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Akanichukua katika roho hata jangwani, kisha nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana. Mnyama ni mwekundu, maana yake ana dhambi nyingi sana. Endelea. Mwenye kujaa majina ya makufuru. Alafu huyu mnyama amejaa majina ya makufuru, yani kazi yake ni kumtukana Mungu. Mwenye vichwa 7. Ana vichwa 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atuko sawa. Alafu na pembe 10. Na ana pembe 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sawa? Na yule mwanamke alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Kwa hivyo kuna mnyama, kuna mwanamke, kuna kikombe, vichwa 7, kuna pembe 10. Hebu tuweze kuangalia. Mnyama maana yake ni nini? Biblia inafai tuelezee nini maana ya mnyama. Sikiliza, Danieli 7:17. Danieli 7:17. Danieli 7:17 anasema, wanyama hao walio wakubwa, walio wanne ni nini? Wafalme wanne watakaotokea duniani. Na sasa huyu ni mmoja, huyu ametaja wanne, huyu ni mmoja. Mmoja naye ni nani? Sikiliza kitabu kile bado kile cha Ufunuo, anga Danieli hiyo 7:23 anasemaje? Inasema hivi, ya kwamba akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Kwa hivyo hii ni serikali, government. This is government. Mnyama ni government. The beast is a government. It's a symbolic ambayo inaashiria government. Hii ni serikali. Sasa lazima tujue ni serikali gani hii. Inaweza kuwa ya Kenya, inaweza kuwa ya Amerika, inaweza kuwa ya Uganda, Tanzania ama Australia. Lazima tuwe specific ni serikali gani. Pili, tumeshajua mnyama ni serikali. Sawa. Na mwanamke naye ni nini? Hebu Waefeso anasemaje katika sura ya 5 mstari wa 22? Hebu anasemaje? Waefeso 5:22. Enyi wake, hiyo ni mwanamke. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kama vile tunavyomtii Bwana wetu Yesu Kristo. Nenda 20:32 hapo. Inasema hivi, siri hiyo ni kubwa ya mwanamke na mwanamume kupendana. Hiyo siri ni kubwa. Paul anazungumzia nini? Ila mimi nazungumza nena habari ya Kristo na kanisa. Kwa hiyo mwanamke anasimamia kanisa, mwanamume anasimamia Kristo. Hili ni kanisa, hii ni serikali. Ni kanisa linaendesha government, kanisa linaendesha serikali.
ni kanisa gani duniani ati kiongozi wa hili kanisa bado pia ni rais wa dunia ama wa nchi? Ni gani? Takuja kuangalia. Kanisa kiongozi wake bado ni kiongozi wa nchi. Nataka tuangalie pole. Aya, pembe maana yake ni nini? Pembe maana yake nini? Ufunuo 17 mstari wa 12. Pembe maana yake nini? Sikiliza. Nini maana ya pembe? Ufunuo 17 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema ya kwamba na zile pembe 10 ulizoziona ni nani? Ni wafalme 10 watakao ambao hawajapokea ufalme bado. Lakini watapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja. Kwa hivyo hawa ni president wafalme. Yaani kuna government na kuna serikali, yani kuna serikali na kuna wanaotawala serikali. Kwa mfano kuna serikali ya Kenya, rais wake ni Ruto. Kwa hivyo kuna serikali Munyama, lakini pia kuna maraisi, lakini hao nasema wajaanza kutawala. Kuna kipindi watakuja kutawala. Na sasa hizi vichwa 7 nazo ni nini? Anasemaje mstari wa 9, Ufunuo 17 mstari wa 9? Anasema vichwa 7 ni nini haswa? Hapo ndipo penye akili zenye hekima. Sawa. Ile vichwa 7 ni milima 7 anayokalia mwanamke huyo. Vichwa 7 ni milima 7 anayokalia huyu mwanamke. Lakini pia ni nini akasema? Inaendelea ikisema hivi, navyo ni wafalme 7. Navyo pia ni falme 7. Sasa sikiliza hapo. Vichwa inasimamia milima na milima inasimamia makanisa au sehemu za ibada, mifumo ya ibada. Leo kuna mifumo ya ibada. Kuna Christian movement, Muslim movement, kuna Buddhism movement, kuna Hinduism movement. Hizo zote ni 7. Maana yake milima 7. Alafu pia milima kuna literal milima na kuna spiritual milima. Spiritual mambo ya kiroho. Pia literal huyu mwanamke penye ameweka makao yake, kuna milima 7 inamzunguka. Kuna milima 7 inamzunguka. Nakuja kufunulia pole ili upate kujua ni milima 7 inazunguka huyu mwanamke penye ameweka makao yake. Yaani hili kanisa makao yake makuu kuna milima 7 imezunguka. Alafu pia kuna serikali 7 ambazo yahitajika tuzijue. Sasa akasema pia ana mavazi nyekundu na mavazi ya zambarau. Haya, tupiga hatua katika sehemu hiyo ili nikulete katika uhakika wa mambo. Ni kanisa gani, rais wake na anasemaje katika sehemu hii? Kuwepo kwa Papa Francis mjini New York katika mkutano wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa haikuwa sadfa. Alikuwa hapa kama rais wa Vatican. Kumbe huyu ni kiongozi wa kanisa Katoliki. Tena si hiyo tu peke yake, pia ni president katika makao makuu ya kanisa Katoliki Vatican. Kwani Vatican ni nchi, maana jua Vatican inapatikana katika nchi ya Italy, especially capital city ya Italy, Rome. Hapo Rome kuna Vatican. Sasa swali, huyu atakuwaje president ni wa nchi ya Vatican? Kwani Vatican ni nchi? Na kama ni nchi ilipata uhuru lini? Hebu sikiliza tuangalie kama haya mambo ni kweli. Kila muumini wa dini ya Katoliki afahamu sala ya Rozari. Mtindo huu wa Gregoria wa ukariri wa sala hiyo watuongoza hapa Vatican, nchi iliyo mjini Roma nchini Italia. Ukubwa wake ni ekari 110 tu, lakini ushawishi wake duniani watanda nje na mipaka yake na hata ile ya Italia. Ati Vatican ni nchi, ukubwa wake ni 110 acres. Hiyo ni kusema hata Turkana hapa ni kubwa.
Town ya London ni kubwa. Yaani ni kainchi kadogo sana, lakini kana umaarufu dunia mzima kuliko mpaka Italy yenyewe. Ni kainchi kadogo na kako very powerful. Aka kainchi kamejengwa mfano wa jua. Takuambia ni kwa nini kametengenezwa mfano wa jua. Hebu sikiliza. Sababu hasa ni kuwa kuna zaidi ya Wakatoliki bilioni 1.2 duniani. Bilioni. Inawezekana hata penye tumesimama hapa kuna Wakatoliki. Na sisi hatusemi ni wabaya, lakini nataka tuwafundishe kenye Biblia ilizungumza. Sasa ndio utaamua uko salama ama hauko salama. Sasa sikiliza habari hii. Kwa sasa Baba Mtakatifu au Papa Francis ndiye kiongozi wa pili kuwa na wafuasi wengi zaidi duniani nyuma ya rais wa Uchina. Mkataba uitwao Lateran uliofanywa mwaka 1929 kati ya Mfalme Victor Emmanuel wa III wa Italia na Baba Mtakatifu Pius wa 11 ndio uliwezesha kuwepo kwa taifa hili la Vatican. Kwa hivyo walipata independent 1929. Vatican ikapata independent. Ni nchi ndani ya, yani hapa ni Vatican, hapa nje ni Italy. Kainchi kadogo. Sikia. Waliotia sahihi ni waziri mkuu wa Italia wakati huo Benito Amalche Andrea Mussolini kwa niaba ya Mfalme Victor na Kardinali Pietro Gasparri kwa niaba ya Papa Pius wa 11. Makubaliano hayo yalifanyika katika kanisa la Lateran, ndiposa mkataba huo ukajulikana kama The Lateran Treaty. Mkataba huo ulimpa Papa uwezo au mamlaka ya kuwa rais wa Vatican. Ndiposa huku kuna sheria zake kando na zile za Italia. Kama rais, Papa anaongoza na makardinali ambao wamewateua kuwa mawaziri. Ndio maana kanisa la Katoliki huwezi kuwa cardinal, lazima ukuwa appointed na nani? Na rais ambaye ni Baba Mtakatifu. Huwezi. Ndio maana katika nchi ya Kenya ama uende katika Tanzania ama Uganda, mwenye ana appoint minister ni president. Pia katika Italy, nafikiria ni makardinal, kumbe ni minister wamekuwa appointed, na lazima uende Vatican ndio kuwe appointed na huyu ndiye anakuwa appoint. Kwa hivyo kama kuna cardinal katika area ya huku katika nchi ya Kenya, anakuwa lazima kuwa appointed. Sasa wewe simuone kama cardinal, ni minister, ni waziri wa huyu. Kitu chochote kinachoendelea katika nchi ya Kenya lazima apeleke ripoti. Kenya tunaendelea vizuri, ingawaje Lodwar tunahitaji shule mingi, tuchimbe visima maji ndio wale watu wa Lodwar kuwe wengi katika kanisa letu. Kenya tunahitaji, yani hiyo vitu yote, hiyo ni kazi ya nani? Mawaziri. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya mambo lazima tupate kuelekezana vile ambavyo dunia ilivyo katika ulimwengu ambao tunaishi. Kwa hivyo ni lazima watu wapate kujua habari hizi zinaelekea upande gani. Benki ya Vatican hutengeneza fedha za taifa hili zijulikanalo kama Vatican Lira. Zina picha ya Papa wa sasa. Wote wanaoishi huku wamepewa pasipoti ambazo zafaa kurejeshwa pindi muda wao wa kuishi hapa unapokamilika. Taifa hili pia lina kirauni chake maalum ambacho wako kwenye sikia, ati ni taifa ambalo liko na benki yao na liko na pesa zao. Ukiwa Vatican huwezi tumia pesa za Italy.
inabidi ufanye exchange ndio ukuje uingie Vatican utumie. Wako na benki pia, wako na crown kama vile Kenya tuko na crown ambayo iko na simba wawili na mikuki. Hawa nao wako na crown yao ambayo ni funguo mbili. Funguo mbili ambazo zinatumika katika ulimwengu huo. Kwa hivyo ni taifa ambalo tayari limekwisha kufanywaje, limekwisha kuwa jinsi ambavyo unavyoona. Anasema habari ifuatayo ya kwamba yote ya makao makuu na zana zote zinazotumika katika majukumu ya Vatican zikiwemo silaha. Hili huzuia kuwepo kwa silaha haramu humu. Katika mida za kidiplomasia, Vatican ina balozi katika takriban 50% ya mataifa ya ulimwenguni. Unajua kukua 50%, atiko na 50%, kila mahali wako na ubalozi. Unajua hata Amerika haijafikisha 20%, lakini Vatican iko na 50% worldwide ubalozi wake. Wako na ubalozi Kenya, wako na ubalozi Tanzania, wako na ubalozi Uganda, wako na ubalozi karibu kila nchi 50%. Amerika haijafikisha huko. Hawa ni hatari. Na unaona vile imejengwa kama jua. Tutakuonyesha kwa nini imejengwa mfano wa jua. Nini kinaendelea hapa? Polepole tu, safari tunaendelea polepole. Hizi huwa chini ya mabalozi wajulikanao kama nuncio. Katika Umoja wa Mataifa, Vatican yajulikana kama the Holy See. Wanachama wake si wa kawaida, kwani Vatican au Holy See haina uwezo wa kupiga kura ya maamuzi kuhusu swala lolote. Taifa jingine lenye wanachama sawa na Vatican ni utawala wa Palestine ambao haujawa huru kamili kutoka Israeli. Kama rais, Papa ana gari maalum ambalo hujulikana kama Pope Mobile. Gari ambalo limeundwa kwa njia ambayo Papa anaweza kuonana na wafuasi wake kila anakoenda au kuzuru. Ndege inayombeba Papa yaitwa Shepherd One. Hii ni ndege inayokodiwa kwa majukumu hayo na huwekwa kibandiko kilicho na jina hilo mlangoni. Kwa sasa, gari linalombeba Papa limesitiriwa kwa kioo maalum kinachoweza kustahimili bomu na risasi. Hatua hizi za usalama zilichukuliwa baada ya bwana huyu kwa jina Mehmet Ali Agsa kujaribu kumuua Papa John Paul wa pili mwaka 1981. Ulinzi wa Papa huwa mikononi mwa walinzi hawa wajulikanao kama Swiss Guard. Kama jina linavyoashiria, walinzi hawa ni raia wa Uswizi na huvaa sare zilizo na rangi ya samawati, manjano na nyekundu. Kuwepo kwa Uswizi hawa ulichangiwa na matukio ya mwaka 1792 wakati mamluki zaidi ya 600 kutoka Uswizi waliokuwa wamekodiwa kumlinda Papa Pius wa 9 waliuawa wakati wa mwamko wa Ufaransa. Kama heshima na shukrani kwao, walinzi wa Vatican huwa makapera. Basi sikiliza habari moto moto. Kama kuna mtu analindwa duniani kuliko serikali zote ni hapa. Maana hiki kikosi usikione tu hivi. Mmoja peke yake akana uwezo wa kuteka East Africa. Mmoja. Training ya si vita za mangumi, ni akili. Ndio naona Papa Francis akija Kenya, network msimu zote zinakuwa mkebe. Huwezi pigia mtu hapo around. Network. Risasi huwezi toka hiyo area. Hata bomu huwezi kurusha penye yako. Wako na huo uwezo. Juu analindwa forces chini kwa bahari. Akija Kenya, siku yenye alikuja Kenya kipindi cha uhuru, kwanza majeshi ya Kenya inaondolewa kwa mipaka, wanaleta wao Swiss Guard. Wale wa baharini kule Mombasa wanatolewa, wanakuwa leave for 2 weeks, wanaweka usalama wao. Wanaweka yani ni hatari.
nchi yoyote ambaye anakanyaga analindwa kuliko chochote. Huyu wanakuwa highly trained kutumia silaha zote. Mmoja peke yake ana uwezo mkubwa sana, lakini tumeambiwa marufuku kuoa. Ukitaka kuingia kwa hiyo kikosi, marufuku kuoa, na lazima ukuwe Mkatoliki, tena kutoka Italy, sio mahali popote. Italy. Huwezi pata Mwafrika hapa. Sasa kwa nini hufai kuoa? Maana huyu hajaoa, ni bachelor. Unalinda bachelor, kwa hivyo wewe pia hufai kuoa. Lakini maandiko inasema nini? Timotheo wa kwanza 3:1. Sikiliza sasa Biblia. Biblia inasema nini kulingana na kazi ya huyu na kazi zingine? Sikia, ni neno la kuaminiwa ya kwamba mtu akitaka kazi ya askofu, huyu si ni askofu, huyu ni askofu Baba Mtakatifu, huyu ni askofu. Ati hiyo kazi ni inasema hivi, neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu kama huyu atamani kazi njema. Hiyo kazi ni nzuri kabisa Mose, ingawa umekufa tukakuzika juzi, tumechagua mwingine mu Amerika. Sasa hiyo kazi ni nzuri kulingana na maandiko, lakini sikia qualification za hiyo kazi. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Kwanza hufai kuwa unalaumika, mara unapiga watu, mara ubakaji, mara kesi. Uwe mtu ambaye hauna kesi yoyote. Endelea. Mume wa mke mmoja. Ati mwanaume wa mke mmoja. Na huyu ni bachelor. Huyu ni bachelor. Kwa hivyo hiyo kazi hafai. Sasa kama yeye amekubali kuwa askofu na hataki kuoa, maandiko inauliza mstari wa 5. Sikia, inasema hivi, yaani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake atafanyaje mwenyewe? Atalitunzaje kanisa la Mungu? Nyumba yako wewe umeshindwa kuishi na mke, una mke, wewe ni single bachelor. Utatunzaje kanisa la Mungu ambalo liko na watoto na wanaume na wake? Wezi. Sasa kama uwezi, matokeo yake inakuwaje? Sura ya 4 mstari wa 1. Sikiliza maandiko, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 1. Haya mafundisho ya kutooa ni Mungu ameruhusu ama ni nani? Sikia, basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho kama hizi zenye tuko. Endelea. Wengine watajitenga na imani. Kuna watu wataacha imani ya kweli ya Biblia, alafu wakisikiliza roho zidanganyazo. Wataanza kusikiza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Sasa sikiliza, roho za mashetani zinafundisha nini? Twende. Wakichomwa moto dhambi zao wenyewe. Kisha wakiwazuia watu wasioe. Ati wakiwazuia watu wasioe. Kumbe ukiona kanisa lazuia watu wasioe, mafundisho ya nani? Mashetani. Sasa utaendelea kwenda Catholic. Ni sawa, wamekuletea shule, wamechimba maji, vitu mingi wamefanya, ni kweli kabisa, lakini wanakupeleka wapi? Unaona kama wanakupata kufikisha mbinguni? Hauwezi fika mbinguni hata kama wamekupatia maji free, hata kama wamekupatia shule free, hata kama wanakuletea ni chakula, misaada. Hawa kwani ukienda kuvua samaki unaenda mikono mitupu? Sio ndio? Wana lazima uweke kakitu ndio samaki yene na kuna chakula pale, lakini lengo la hiyo chakula ni nini? Kunasa hiyo samaki yende kwa tumbo, si ndio? Hao wanakaa hivi, maana amechagua mawaziri. Huyo waziri ambaye ni Cardinal anakuja, ako katika nchi ya Kenya, anatembea kidogo na Turkana kuna joto mingi sana, maji hakuna, chakula ni haba, ni nchi ambayo iko hata shule watoto waendi shule. Tufanyeje? Kama sisi tukitaka kuwakamata hao, tufanye aje? Kwanza tuende tujenge hao makanisa, alafu
Tukishafanya hivyo tuchimbe visima, alafu pia tujenge shule na pia tujenge hospitali. Wakishafanya hivyo mtu anatoka na nilikuwa na malaria nimetibiwa, Catholic wamenisaidia sana, wamenitibu, ningekufa haki. Oya, mtu hawezi hama Catholic. Kwa nini? Walimrushia chombo akanasa. Sasa nakutembea tu akiimba Catholic 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 Catholic. Ndio wimbo ni nzuri, kanisa ni nzuri. Unajua watoto wangu wameenda shule. Juu sasa kama sio hiyo wangeenda shule. Wametibiwa. Wamechimba maji. Tunashukuru sana. Catholic ni nzuri. Hiyo kanisa ni, lakini nakupeleka wapi? Ni jehanamu. Fanya mabadiliko, mtu wa Mungu. Hatujamaliza. Sikia, ya Uswizi ambao ni wa dini Katoliki. Safi. Papa Francis anapozuru Afrika mara ya kwanza, Kenya ndilo taifa la kwanza kumpokea. Atakuwa papa wa pili kuzuru Kenya baada ya John Paul wa pili aliyekuwa Kenya safari 3. Nitaandima iliyoje kwa wafuasi wa dini hii hapa na Wakenya kwa jumla. Mnara huu wa umbo la piramidi ulijengwa mnamo mwaka 1985 baada ya ziara ya pili ya Baba Mtakatifu John Paul wa pili. Unasikia? Hapa Nairobi. Nyayo. Nyayo. Kwa hivyo hii ni piramidi ambayo imejengwa hapo Nyayo na ilijengwa kwa ajili ya Catholic. Pili, popote utaona piramidi ujue Freemason wameingia sehemu hiyo. Freemason. Na lazima Baba Mtakatifu akija, yeyote yule lazima afike hapa kwa ajili ya ibada hiyo ya Freemason. Freemason ni watu ambao wajenzi huru ambao wanategemea nguvu za ibilisi. Yaani wale wanafanya chochote mradi pesa ipatikane. Hata kama akiambiwa uwe mama yako, ataua mama yake. Bora apate pesa. Utoe mtoto wako, atatoa mtoto wake. Bora pesa ipatikane. Freemason. Dini ya Katoliki ndio chairman. Ndio ikajenga hiyo mnara. Hebu tuone kama huwa anaenda. Sikia anasema sasa ni marehemu. Anapozuru Kenya, Papa Francis anafika hapa kama kiongozi wa Katoliki duniani. Unasikia? Lazima afike hapa. Sasa hiyo mwezi onyesha kwa TV, hiyo inakuwa pembeni, maana ni ibada. Na ndio nakuta nchi zote ambazo Freemason imeingia lazima kuwe na oblique, yani hiyo minara. Ukiona nchi yote na zinapenda kuweka katika roundabout zinawekwa mrefu minara, ishara tosha kwamba hiyo ni nchi inatawaliwa na Freemason. Hebu tuangalie kwao kwenyewe. Hii si ni Vatican, na hiyo mnara si ndio katikati, chairman wa Freemason. Enda Nairobi. Uenda uone vizuri, angalia hiyo mnara vizuri. Ndio hii hapo. Upo Freemason. Lakini utaona watu ndani ya kanisa wanasema si tunaabudu Mungu. Sio Mungu.